la kusikiliza changamoto na kutafuta ufumbuzi. Mimi nimeshukuru sana kwamba hatimaye tumeweza kufanya mkutano huu. Nimeshukuru kwa sababu moja, nilitoa ahadi. Nilisema kwamba kama viongozi tunao wajibu wa kusikiliza pande mbili. Wananchi tunawasikia kila siku kwenye mawio, kwenye message wanazotuma, lakini upande wa wafanyakazi tulikuwa hatujapata nafasi ya kuwasikiliza. Na ndio maana nikasema wajibu huo bado upo, na leo nashukuru kwamba nimekusikilizeni na mmezungumza vizuri sana. Mimi nilidhani wanasiasa ndio wasemaji wazuri, kumbe wafanyakazi wa afya mmetuzidi. Kwa kweli kuna watu hapa wanazungumza vizuri sana, hongereni sana. Sasa si rahisi kwangu kuyajibu yote yaliyozungumzwa leo hapa, kwa sababu moja, ni mengi sana, lakini la pili, muda umekwenda sana na bado kuna hamu ya watu kuendelea kuzungumza. Kwa hivyo mimi nizungumze ya jumla, kwa sababu nikisema niingie moja moja tutachukua muda mwingi sana, lakini bado nafasi itakuwepo kwa sababu nimedhamiria kufanya ziara katika maeneo yote yanayotolewa huduma za afya kwa lengo la kujionea mimi mwenyewe changamoto, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunatafuta ufumbuzi. Sasa nitakayoyazungumza ni haya yafuatayo. Kwanza niweke sawa kwamba madhumuni hayakuwa kuwaita wafanyakazi wa Mnazi Mmoja peke yake. Ilikuwa ni kupata uwakilishi wa wafanyakazi wa afya Unguja na Pemba. Kwa hivyo leo tunapozungumza hapa, nyinyi ni wawakilishi tu walio wengi, na bila shaka waliokusikilizeni huko wataona kwamba wamewakilishwa vyema, kwa sababu mmeyasema yote. Nikapata nafasi vile vile kwenda kufanya mkutano kama huu upande wa Pemba, ili na wenyewe niwasikilize kama kuna ambayo ni maalum kwa Pemba. Sasa mimi natambua kwamba mfumo wa afya una systems. Wataalam wa afya wanatueleza kuna system 5 lazima zikamilike ili huduma iwe itolewe sawa sawa. La kwanza ni miundombinu. Hapa wengi wamezungumzia miundombinu. Hospitali inapokuwa data zake hazikidhi haja, inakuwa badala kumponyesha mtu anaweza kupata magonjwa mule mule. Wodi zinapokuwa hazikidhi haja, unawezekana kupatikana matatizo kuliko ufumbuzi. Kwa hivyo tunatambua kwamba kuna swala la miundombinu ya afya haijakamilika, na ndio maana tunasema, mimi binafsi kila siku nikitizama hospitali ya Mnazi Mmoja nasema kabisa kwamba wakati umefika hii sasa tuondokane na kuwa kwenye eneo kama hili. Lakini hatuwezi kujenga hospitali mpya kwa siku moja. Lazima tuendelee kuitumia Mnazi Mmoja, lakini tuwe tuna dhamira ya kweli ya kuhakikisha tunapata hospitali ya rufaa ya kisasa. Mipango hiyo ipo na inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaiweza kufanya. Kwa sababu ukiangalia leo design ya mchoro wa Binguni, unajua kabisa kwamba lengo ni zuri. Tutafikaje kule ndio hoja, na ndio changamoto tuliokuwa nayo serikali ya awamu ya 8, kwamba lazima tuhakikishe hospitali ile inajengwa. Katika kipindi cha mpito yako mambo tunaweza kufanya pale pale Mnazi Mmoja, angalau kwa kipindi hichi tukatoa huduma bora. Mfumo wa pili ni wafanyakazi.
Unapokuwa na majengo mazuri, huna wafanyakazi, bado afya haijakaa sawa sawa. Hapa nimesikia changamoto za uhaba wa wafanyakazi katika maeneo mengi sana. Sasa kuna uhaba kwa maana ya namba na kuna uhaba kwa maana ya utaalamu. Yote hayo inabidi tuyafanyie kazi. Na mimi ahadi yangu kwenu ni kwamba tutahakikisha kwamba resources zote zitakazohitajika kwa kadri tutakavyoweza katika bajeti zetu, basi tuweze kuongeza namba na tuongeze utaalamu wa watu wanaofanya kazi. Mfumo wa tatu ni vifaa na dawa, yani commodities. Ukiwa na majengo mazuri, una wataalamu, kama hakuna vifaa, tatizo. Na wengi hapa mmezungumzia vifaa. Kwenye macho hakuna vifaa, kwenye meno hakuna vifaa, kwenye orthopedics hakuna vifaa, kwenye kote hakuna vifaa. Lakini tuutizame mfumo wetu wa utoaji wa vifaa vya afya. Una kasoro kubwa. Pengine hapa tofauti na huko kwingine, hapa kuna tatizo sio la fedha. Mimi nilipoingia nimetizama bajeti ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wanapata bajeti nzuri kwenye upande wa dawa. Tatizo ni matumizi ya zile fedha. Tatizo ni mfumo wa utoaji wa dawa. Inawezekanaje tunayo bohari ya dawa, wao ndio wanatakiwa wasambaze dawa, lakini mnunuzi yuko Wizara ya Afya, tenda inachukua miezi 6. Haiwezekani. Sasa mama yangu wa mwisho aliyokuwa anazungumza hapa anasema ni wakati wa tumbua. Ni wakati wa kuwatumbua watu wasiowajibika. Nimekwenda hospitali ya Mnazi Mmoja wakati nagombea, sio leo. Nimewakuta watu hawajafanya operation mpaka leo. Swali langu likawa moja, kuna tatizo gani? Nikamwambia tatizo hakuna vifaa, ile vyuma vile. Wizara ya Afya, kuna tatizo gani huko? Kwa nini vyuma havipelekwi? Ananiambia tuko kwenye mchakato wa tenda. Mchakato wa tenda miezi 6. Watu wanaumia. Watu kama hao ndio tunawatumbua. Lakini tujifunze kwa wenzetu bara kule. MSD ndio wanaohifadhi na kusambaza dawa, wao ndio wanununua, kwa sababu kuna wepesi wa kufanya hivyo. Wizarani huku kuna majukumu mengi. Mtu huyo ambaye ndio mwenyekiti wa tender board anaweza kawa na kazi 20. Leo yuko Pemba, kesho yuko huku, kesho yuko huku, tenda zinasubiri. Lakini hawa wangekuwa na kazi moja tu ya kuhakikisha dawa zipo. Sasa tuangalie mfumo mzima wa utoaji wa dawa. Commodities. Eneo lingine ni fedha. Nimesema kuna miundombinu, kuna wafanyakazi, kuna vifaa, lakini kuna fedha. Tunaziendeshaje taasisi hizi hospitali bila ya kuwa na fedha? Utaratibu ulioko sasa hivi ni fedha za bajeti peke yake. Bajeti ipo, fedha za kuendesha zipo. Bajeti hakuna kama kipindi hichi cha corona, maana yake hatuwezi kuendesha huduma. Sasa tunao wajibu wa kutizama alternative sources ya financing. Ndio maana wenzetu wakaweka mifumo mingine. Kuna bajeti ya serikali, lakini kuna mifumo mingine. Leo kuna watalii chungu nzima hapa wanakuja kutaka kutibiwa, nao tuwatibu bure. Kuna watu wana fedha zao wanataka kukata bima, lazima tuwaruhusu, kwa sababu bima itaongeza kipato kwenye taasisi. Pesa zile mnaweza mkapeana motisha. Pesa zile zinaweza zikanunua vifaa vidogo vidogo ambavyo havipo. Kwa hiyo nasema lazima kama serikali tutazame mfumo wa uendeshaji wa hivi vituo vyetu vya afya, yani kwa maana ya fedha zinazotumika. Tunapokwama kwenye fedha za serikali, lazima kuwe kuna mifumo mbadilishi. Hakuna. Hata syringe hakuna.
Sasa yangekuwa makubwa tungesema. Ndugu yangu mmoja yule aliozungumza kuhusu oncology, yule bwana amesema dawa moja milioni moja, vial moja. Amesema kuna dawa kidonge kimoja shilingi 10,000. Pale unasema pengine uwezo wa serikali wa kufanya haya mdogo, lakini petri dish na syringe kuna walakini. Sasa mimi sina tatizo na mtu ambaye ataniambia kwamba nimeshindwa kufanya hili kwa sababu hakuna fedha. Lakini mtu akiniambia fedha zipo zimeingia, lakini hatujafanya kwa sababu ya mchakato, huyo hafai kuwepo. Kwa hiyo wala msipate tabu, hakuna tumbua. Kilichokuwepo ni watu wasiowajibika. Tufanyeje? Sasa kama hiyo utaita kuitumbua, basi ndio hivyo. Sasa hoja ni nini? Ukiacha mifumo hii niliyoisema, tunalo tatizo la msingi la leadership. Ndugu zangu, kila nikisikiliza, kila anayesema, unaona wazi kabisa hapa kuna tatizo la uongozi. Na uongozi ule ni kutoka juu, kuanzia Wizara ya Afya mpaka kwenye vituo vyenyewe. Watu hawajipangi, hatujipangi kabisa. Mmoja kasema pale, tumezoea kukaa kwenye viti, wewe mkurugenzi uko kwenye kiti, hujui hata nini kinaendelea Mnazi Mmoja. Lakini pale Mnazi Mmoja, si mna department zenu? Wale wakuu wa department wanapita kujua kuna tatizo gani. Ndini niliposema kama tatizo ni fedha, kama tatizo ni vifaa huletewi kutoka Wizara ya Afya, naelewa. Lakini kuwapanga watu vizuri shifti, basi ukafanyiwe na mkurugenzi. Tunalo tatizo la msingi la uongozi. Mimi ninachotaka ni kwamba sasa sote tubadilishe mindset. Sote tuone kwamba jukumu letu namba moja ni kutoa huduma bora. Na atakaye tuambia nani atakaye tujaji kwamba tunatoa huduma bora? Wananchi. Tutapokuwa tunasikiliza mawio, tukasikia kesi zimepungua, malalamiko, tunajua sasa tunakwenda vizuri. Ndio ombi langu kwenu. Nimekuja hapa, nimekusikilizeni matatizo yenu. Kuna swala la wajibu na swala la haki. Tufanye kazi na haki zetu zitapatikana. Yako mambo mengi, kwa mfano allowances mmezungumza nyingi. Overtime, night allowance, mazingira magumu, likizo, vitu vingi. Inawezekana, na ndivyo ilivyo katika nchi zetu hizi za kimaskini. Huwezi ukawa na budget ya kukidhi kila kitu, lakini kile kidogo kilicho kitumike vizuri. Kuna wakati pesa zinakuwepo, mtu anaamua tu wewe skupi, au inatokea nafasi za masomo, anaamua tu kila siku huyu kaenda leo, anarudi baada muda fulani, kuna semina huyo. Hili ni tatizo la uongozi. Kwa hivyo mimi ninachosema ni kwamba sisi wafanyakazi wa sekta ya afya tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi wetu. Wananchi wanaelewa pale tunaposema kwamba kuna uhaba wa jambo fulani kwa sababu fedha hazipo. Ambalo hawalielewi ni pale mwananchi mgonjwa anakuja hospitali anapata na lugha mbaya. Hayo pia yapo. Kwa hivyo tujitathmini sisi wenyewe kwanza. Tujitathmini sisi wenyewe kwanza. Unajua lugha nzuri peke yake ni nusu ya tiba. Anakuja mtu anapata maneno mazuri, lakini anaambiwa bahati mbaya sana sasa hivi dawa hii haipo, tunakuomba hii ujisaidie ukanunue, atafute ndugu zako kuchangia. Ataelewa, kwa sababu ndio hali ya nchi za kimaskini ilivyo.
Lakini sisi upande mwingine ambao ndio watendaji, tujiangalie na sisi. Hii dawa ilipaswa isiwepo? Kama bomba la sindano halipo, kuna tatizo kubwa. Maana nitaelewa oncology drug haipo, au chuma cha kumwekea mtu kwenye taya hakipo kwa sababu gharama yake kubwa. Lakini unaambiwa pesa ipo, watu wako kwenye mchakato miezi 6. Katika eneo hilo mimi nitachukua hatua. Sasa ndugu zangu, kama nilivyosema, yaliyozungumzwa ni mengi sana na yote ni hoja nzito, wala sijaipuuza hata moja. Kada zote zilizozungumza hapa, mna maneno ambayo kwa kweli tunahitaji kujitathmini. Lakini nirejee kuzungumza umuhimu wa uongozi. Theater ya macho, tulienda kutoa maamuzi pale. Kwa mtu kapewa tenda, kamaliza kuijenga, hakuna kitu kimoja tu, theater haifanyi kazi. Matokeo yake kama anavyosema mpasuaji pale, anasema sote tuna share theater za zamani pamoja na watu wa macho. Hivi ile ilibidi mpaka wa rais aende ndio ianze kufanya kazi? Tuna tatizo la uongozi. Matatizo mengi ya wafanyakazi yanaweza kutatulika pale pale mlipo. Yako mengine makubwa naelewa, lakini yale madogo basi tuyamalize. Ningewapenda ni waase wafanyakazi wa afya, hususan viongozi, sasa tubadilike, tufanye kazi kwa madhumuni ya kuboresha huduma za afya. Na huwezi kuboresha huduma kwa kumtaka mtu atekeleze wajibu tu, haki zake huzijali. Nichukue fursa hii niwashukuru sana wafanyakazi wa afya kwa kazi ambayo ni ngumu, ambayo tuko katika mazingira magumu, lakini wengi wenu mnajitolea, mnafanya kazi. Nafahamu mimi mazingira yale sio ya kufanyia kazi, majengo dhaifu, vifaa hakuna, lakini mnajitolea. Lakini tuko wachache bado ambao lugha zetu sio nzuri. Tuko wachache bado, huyu mnyonge anayekuja kwa maradhi anaombwa na rushwa. Hili lazima sisi wenyewe tulichukulia hatua kabla hajatoka mtu kutoka nje. Kwa hivyo tupange kujitathmini. Nami nadhani hili linawezekana. Dada yangu yule wa maternal mortality pale amezungumza. Tunapookoa maisha ya mama mjamzito, tumefanya jambo kubwa. Leo mtu kupata mimba ni tatizo, hajui kama ataishi au hatoishi. Lakini hawa wamefanya kazi nzuri. Anatupa takwimu. Anatupa takwimu zinazoonyesha kabisa maternal mortality rate inashuka. Nimepata pia takwimu infant mortality rate imeshuka. Lakini tunaambiwa wale newborn bado kuna tatizo. Kwa nini? Ni wajibu wetu sisi kuangalia kuna tatizo gani, tulitatue. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwamba leo tumezungumza na tumezungumza mengi. Ningependa kuanza kuyapitia moja moja hapa, lakini hizi peji ziko nyingi mno, tutachukua muda mwingi. Lakini kwa ujumla haya ninayoyasema yanajaribu kujibu zile hoja kwa ujumla wake. Mimi nadhani wakati umefika wa kufikiria bima ya afya. Lengo si kufuta sera ya mapinduzi ya afya bure, hapana. Wenye kujiweza wawasaidie wasiojiweza. Kwa hiyo wale maskini wasiokuwa na uwezo wa bima tuendelee kuwatibu bure.
lakini si bure ya bajeti ya serikali peke yake, bure kwa kutumia fedha za mifuko ya bima tutakayoianzisha. Ningeomba yafuatayo yafanyike. Moja, viongozi wote katika maeneo yote waliopo wakutane na wafanyakazi wao mara kwa mara. Hii itatusaidia watu kutoka kifuani na matatizo ya siku nyingi ambayo yanaondoa hata ile ari ya kufanya kazi. Ukizungumza analiweza kiongozi wako alitatue, haliwezi alipeleke mbele, lakini watu hawakutani, hawazungumzi, hiyo inakuwa shida. Viongozi watatue matatizo yote yanayojitokeza ambayo yako ndani ya uwezo wao. Kuna wakati kiongozi, kwa sababu kwanza hasikilizi, na pili akisikiliza hana haja ya kutatua. Sasa kila mtu yuko pale atimize wajibu wake. Ndio pale tunapozungumza uwajibikaji. Kila mtu akiwajibika hatutofika huku. Ubunifu ni jambo moja muhimu sana katika kutatua matatizo. Lakini bahati mbaya sana, si watu wengi au si viongozi wengi wanabuni utatuzi wa matatizo. Mtu analiona tu ili gumu bwana, liache. Wakati kuna njia ya kupita, angeitafuta, angeipata. Kwa hivyo naomba sasa watu tuwe wabunifu. Ukiona huko hakupitiki, unatafuta njia nyingine ya kupita. Juzi nilikwenda Mnazi Moja, nikamkuta mgonjwa mmoja anasema hajapata damu. Hajafanywa operation kwa sababu hajapata damu. Kawaita ndugu zake, wametoa damu, bado hajafanywa operation sababu ilitokea dharura, ile damu akapa mtu mwingine. Sasa tunajiuliza, benki yetu ya damu kama alivyosema mjumbe hapa, maana yake imekauka. Lakini ukiuliza sababu nini? Mafuta au gari? Tunahitaji kutatua matatizo kama haya. Tunapoteza watu wengi. Tunahitaji kufanya kazi ya kutatua matatizo haya. Mimi nadhani mambo mengine ufumbuzi tunao. Tusaidiane, tushirikiane, tuhakikishe kwamba haya mambo kama haya hayatokei. Ugatuzi. Unajua, unapoamua kufanya jambo kama hili la ugatuzi, inapaswa baada ya muda ufanye tathmini. Maana sasa hivi tunazungumzia idara hizo 3 tu, wizara 3: kilimo, afya na elimu. Tukiongeza huko itakuwaje? Hizi 3 zenyewe zimefanya kazi vizuri kwa kiasi gani? Kwa mimi nadhani kwa tulioyasikia hapa tunahitaji kufanya tathmini kwanza. Tufanye tathmini, tuone kama tuna haja ya kuendelea mbele, tuna haja ya kusimama hapo hapo, au tuna haja ya kurudi nyuma. Kile kibwagizo alichokuwa anasema dada yangu pale, turudisheni kwa mama yetu, tukitizame, kwa sababu mimi naamini kwamba Zanzibar ni ndogo. Zanzibar ni ndogo, inatawalika kutoka centrally. Leo ukisikia idadi ya wakurugenzi wasaidizi katika manispaa utashangaa. Na wote hao mishahara yao ni ya wakurugenzi. Tunahitaji hili. Sasa sisemi tunachukua maamuzi, nasema tufanye tathmini. Lipo swala ambalo ni muhimu sana la scheme of service. Mimi sijui kwa nini scheme of service haipo mpaka leo. Maana unaweza ukasema
kwamba tunayo scheme of service lakini hatuna fedha za kuiwezesha. Lakini kama scheme of service yenyewe haipo, kuna walaki tena mkubwa. Mimi natambua kwamba mwanafunzi intern analipwa zaidi ya mtu aliye qualify hapa Zanzibar. Watu wanaomba internship isishe, kwa sababu siku anomaliza akapata ajira anarudi by half mshahara wake. Hii haiwezi kuwa healthy kwa utoaji wa huduma. Sasa tunajua kwamba uwezo wa mishahara ni midogo, lakini hata kumatch ule wa intern. Maki binadamu yoyote, sisi ni binadamu. Leo ukipata 100 halafu baada ya muda mtu akakupa 50, huwezi kufanya kazi inavyotakiwa. Sasa niwatake Wizara ya Afya, scheme of service ikamilike. Ikikamilika tutajua ule mzigo wa serikali, tutajua tupigane vipi tuuwezeshe. Lakini kama haipo, huwezi kujua hata kinachohitajika. Ishakwisha kwa maana gani? Kwa maana ipo. Basi na bwana, unasemaje? Sema, tunakusikia. Wewe wa mfanyakazi wa wizara basi kaa. Nasema hivi, kama imeshakamilika sawa, si ndio tunachotaka? Hoja iliyobaki ni kuifanya kazi ili watu waweze kulipwa kinachostahili. Lakini ndugu yangu alikuwa anasema ishakwisha. Wewe mwenyewe una feel vipi kuchukua mpaka leo? Lakini hatuko hapa kurumbana. Tuko hapa kwa ajili ya kurekebisha kule ambako kulikuwa kuna kasoro. Kwa hivyo ningewaomba, na hili sio la scheme of service peke yake, idara ya tiba, idara ya kinga, wanaoshughulika na madawa pale pharmacy, wanaoshughulika na kila mtu ajitathmini aone kuna kasoro gani ili turekebishe. Ndio hoja hapa. Sasa wako wengine ukisema tuwajibike wanawajibika. Wako wengine ukisema tuwajibike anasubiri kwanza aone utafanya nini. Basi Lakini mimi nimalizie kwa kutoa shukrani zangu kwenu kwa kuendelea kujituma na kuombeni sana. Hii spirit nilioiona hapa ni nzuri sana. Spirit, nikisikiliza mahoja zenu naziona wazi kabisa kwamba mnahitaji na nyinyi upande wenu, upande wa haki utazamwe vizuri. Lakini nikuombeni vile vile na sisi tuwajibike. Ifike sehemu wananchi wa Zanzibar waseme ama kweli huduma za afya tunaona zimebadilika. Na hili linawezekana kila mtu akitimiza wajibu wake. Mimi kama kiongozi nakupeni ahadi yangu, yale yote ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wa serikali tutayatimiza. Daktari pale kazungumza vizuri sana hizi camps. Mama yangu hapa na daktari pale wamesema medical camps hizi zinasaidia. Leo kweli tungetoa watu hapa wakaenda Pemba wakawa wanafanya operation kule, tungewapunguzia watu mambo makubwa. Hizi camps zinakuja za macho pamoja na kasoro zake, lakini zinasaidia. Kwa hiyo kilichopo ni kurekebisha zile kasoro huku na huku. Lakini mimi ninajua hospitali ya Jakaya Kikwete pale Dar es Salaam wanafanya operation za moyo. Mwanzoni walikuwa wanakuja madaktari kutoka nje, nchi mbalimbali. Wanakuja wa Marekani wanafanya wanaondoka, wanakuja Waturuki wanafanya wanaondoka, wa Saudi Arabia wanakuja wanafanya wanaondoka. Leo
hawapeleki wagonjwa wa moyo nje ya nchi, zote zinafanyika pale pale. Lazima Zanzibar tufike huko, na tutafika huko kwa utaratibu huo. Tujenge kwanza hospitali nzuri yenye theater nzuri, ili wale wakija wakute vifaa vya kufanyia mambo hayo. Tutafanya moyo hapa, tutafanya ubongo, tutafanya maradhi yote, mwanzo kwa watu kuja kutusaidia, baadaye tunajenga uwezo. Ndo wenzetu walivyofanya pale Jakaya Kikwete Heart Institute. Nanyi ni mashahidi, mnajua hili si jambo ambalo mtu hawezi kucheki. Juzi tu nimecheki nao, wanasema sasa hivi kwenye corona hii camps zimeacha kuja, tunafanya wenyewe. Wameshajenga uwezo, inabidi twende huko na tutafika inshallah. Lakini cha msingi kwa sasa tuondoke hapa sote tukiwa tuna uamuzi kwamba kila mtu akatekeleze wajibu wake na viongozi wawajibike katika uongozi wao. Nimalizie kwa kuwashukuru wafanyakazi wote waliotoa huduma kipindi kile tulichopata ajali ya Beit El Ajaib. Kwa kweli nimeridhika sana na huduma waliopata wao. Natambua kwamba wakati mwingine viongozi tunakuja tunatoa maneno makali, lakini tunatoa maneno makali kwa sababu tunapokea malalamiko kutoka kwa wananchi. Lakini tunapata nafasi kama hizi za kukusikilizeni na nyinyi, tukaondoe zile attitude ambazo zinatuharibia jina kama wafanyakazi wa afya. Wako wenzetu wachache wanatuharibia jina. Sasa sisi wenyewe tuwe polisi wa hao. Si wengi, lakini mtu mmoja akifanya jambo moja, hospitali yote inaonekana haina maana. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema tena na kushukuruni sana. Nimesikia kilio chenu. Ahadi yangu kwenu, tutayafanyia kazi yote haya tuliyozungumza hapa kwa kushirikiana na uongozi ngazi zote. Asanteni sana.